Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa wema na fadhili, kwa wema na mamlaka ndani ya mioyo yetu, na kwa sababu ya kibali na uweza ambaye Mungu anatupa sisi. Rehema, utukufu na uweza na ushindi zote zinatoka kwake. Mamlaka na kibali zote zinatoka katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Kibali na uweza zote zinatoka katika uwezo wa Mungu. Na mtoto wa Mungu, kuna jambo moja ambalo ni jambo linakuwa ni jambo la uzito na jambo lenye mamlaka na jambo lenye kibali. Kuna mtu ndani ya moyo wake anafurahi sana wakati anapoona mtu anateseka. Kuna mtu ndani ya moyo wake anafurahi sana wakati anaona mtu ako katika mambo ya mashaka magumu. Kuna mtu katika moyo wake anafurahi sana anapoona mtu anahangaika kwa sababu ya jambo fulani na ile na ile. Ama katika mipango aliyepanga anafurahi sana anapoona mtu huyu anateseka, anahangaika, anang'ang'ana katika hali ya kuhangaika na katika hali ya mateso. Mtu huyu wengine wanajiweka marafiki wa karibu, wengine wanajiweka watu wa mbali, wengine wanajifanya pretenders vile wanakupenda, lakini ndani ya mioyo yao hakika kweli ni kwamba kuna uzito fulani ambao wameibeba ndani ya moyo wa mtu, ama kuna mambo fulani wameibeba ndani ya moyo wa mtu. Lakini licha kuwa wanapokuwa pamoja na mtu ule wanajifanya wazuri sana, wanajifanya mapretenders sana wa karibu. Lakini kuna kitu kimoja nataka nikwambie, mtoto wa Mungu, kuna watu wamefurahia kuanguka kwako, wamefurahia kushindwa kwako, wamefurahia umaskini ulipokupiga, wamefurahia anga la mateso ulipokuinukia. Kuna kitu kimoja nataka niseme kwamba kuna kipindi inafika tu Mungu ana uwezo wa kukutetea. Kuna kipindi inafika tu Mungu mwenyewe ana uwezo wa kukushika kwa mkono wake. Kuna kipindi inafika tu Mungu mwenyewe anasimama kwenye nafasi ya kukutetea ndani ya mioyo. Kuna kitu ambacho nataka kuongelea kwa watu ambao wako ndani za ndoa. Bwana Yesu asifiwe.